Ikiwa ni saa 2 dakika zira katika 16 na David Maisha video zaidi ya video ni Maisha Concert Friday asubuhi ya leo. Mimi naitwa Wycliffe Okumu. Dalmasa Kali hapa. Na tuko na DJ Slick. DJ Slick, kwa nini umezima machine bro? Sisikie chochote bwana. Umejipatia off bwana. Weka kitu bro. Thank you my brother. And of course pia ndani ya studio kama ilivyo desturi kila siku ya Friday ndio Maisha Concert Friday tunakuwa na mgeni na tuko na mgeni wetu ndani ya studio asubuhi ya leo. Bwana Jared Okode. Ambaye wengi wanamfahamu kama Defao. Jared Okode ambaye wengi wanamfahamu kama Defao, lakini pia amwaye kuwa MCA pale ilikuwa ni Mathare North ilikuwa ni Mathare North bila shaka tuko naye ndani ya studio. Huu mwaka alianza mwaka kwa kutrend sana. Sijui kama bado ana trend atakuwa anatuambia. Anakuwa anatuambia kama bado ana trend ama vipi. Slick tuko sawa. Tuko tu sawa. Kishaweka beat tuko tu sawa bro. Jared Okode. Ojambo. Salama. Karibu sana ndani ya Video Maisha. Asante. Ile jina Defao lilitoka wapi? Jina la Defao ilitoka kitambo. Wakati nilikuwa mdogo. Nilipenda kudance ile wimbo ya Defao. General Defao. Ya General Defao. Ambayo ilikuwa inaitwa Salanoki. Sasa hapo ndio watu wakanianza jina. Kwa sababu nilipenda kudance hiyo wimbo yake. Akaanza kusema Defao na dance. Wakaanza hatina dance kama Defao. Sasa nikidance wananiita General Defao. Hiyo General Defao ikakwama hivyo. Do you still dance by the way? Bado nacheza. Leo ni Friday, lazima tutakupakulia moja. Napenda rumba. Oh, rumba Saidi. Your favorite song sasa hivi? Ni rumba tu. Any song. Fegola. Amazing. Angalau leo tumejua ili jina Defao lilitokana na kitu gani. Defao kwa sababu wewe unajua ni mtu ambaye pia unajihusisha na mambo mengi. Kwamba wewe ni mfanyabiashara, wewe ni kiongozi, wewe ni baba mzazi by the way. Wewe ni mtu ambaye pia umekuwa MCA pale. Lakini huu mwaka ulianza kwa kutrend sana. Bado unaamini kabisa kwamba polisi wanaishi kwenye vikombe? Polisi wanaishi kwa debe. Kwa zile nyumba sio nyumba ambayo zinafaa. Unajua hizo ni nyumba ambayo zilianza wakati wa colony. Na sasa hii ile regime tuko nayo ni regime ambayo at least vitu inafaa ibadilishwe. Ile nyumba hata kama mtoto wako ni polisi, hautatamani mtoto aenda kwa polisi. Ngoja mabati. Na hiyo ni mabati, hizo debe wanakaa watu kama 3 4. Defao mbona unaziita debe lakini? No, ni debe. Si ni debe, simejengwa na mabati. Huku kwetu Usago kuna kitu inaitwa nyawawa. Hiyo nyawawa ikikuja tunachukua debe tunapiga takala. Sasa ile debe unaweza enda pale upige takala hiyo kitu. Wajua wakati ulisema vile ulisema, baadhi ya watu walielewa kwamba ulikuwa na machungu, baadhi ya watu walielewa kwamba of course kulikuwa wakati wa ule ubomozi wa lile jumba lako la kifahari. So wakati unarudia leo hii inamaanisha kwamba I mean it was from your heart, it was you telling the truth, ama ilikuwa kutokana na uchungu ambao ulikuwa nao wakati ule? But ukiangalia ukweli, sasa hii kuna ile kitu ambayo inaitwa affordable houses. Hakuna mtu hataki maisha mzuri. Hata wao polisi wanataka wakae kwa life ile ambayo hata akikuwa na familia yake ana feel ako salama. But unaona unatoka kasi, unalinda wananchi, wewe ukirudi usiku hiyo baridi na kupiga ndani ya hiyo nyumba. Kwa hiyo debe. Sasa inafaa kwa at least wamewekewa vitu vingine tofauti. Because hii affordable house hata wakipata moja. At least polisi wetu watakuwa wamepiga step. Tusikuwe na ile jina ya ukoloni ile ya kitambo. Ile mtu polisi anakaa vibaya. Sasa hii ni tofauti. Unapata polisi, hata kuna polisi wale ambao wanakaa vizuri. Unapata mtu anakaa kwake. Ako na nyumba hapa Nairobi, ama hata akilipa rent analipa rent ya pesa mingi. But hizi ya polisi wa chini wanaumia. Wanakaa kwa vikombe. Wanakaa kwa vikombe. Ndio inafaa ichenjiwe, at least wapewe hizo affordable houses. Wasaidike. Okay. Na Defao. Unajua maishani sometimes changamoto zinakuja na zinaweza kuacha na some effect. Kubomolewa kwa nyumba yako kulikuathiri vipi? Because nilikuwa naangalia ile siku ukiwa umebebwa na lile gari la polisi. Ulikuwa unazungumza ndio, lakini ulikuwa na machungu sana. Kubomolewa kwa nyumba yako pale kuliathiri vipi maisha yako? Na do you think kwamba it was right ile nyumba yako kubomolewa?
haikuwa right, sikuona kama iko sawa nyumba kubomolewa. Because mimi sikuenda kuchukua shamba la mtu na nguvu. Mimi nilinunua. Nilitoa pesa yangu kwa mfuko, niko na agreement, nikafanya search zangu zote ambazo inafaa. Ndio nikalipa pesa. Na ikakuwa baadaye ndio hiyo nyumba ikabomolewa. But sana sana kibomolewa ulikuwa nakuambia alikuwa anabomoa kwa nini? Imejengwa katika ardhi ya umma maybe? Alisema ni shamba la mtu. Sasa huyo mtu mimi sijawahi ona yeye na macho. Na wewe mtu yeye hakuwahi jitokeza kulalamika? Hakuwahi jitokeza na sikuwahi muona. Na wewe ulinunua mpaka ulikuwa na document zote? Nilinunua na mama mkubwa sana. Mpaka niko na document, nikaenda nikafanya search, nikapata iko sawa. Hata allotment niko nayo kwa nyumba. Yes. Sasa unajua kitu ambacho kiliwaacha Wakenya na maswali chungu nzima ni jinsi ambavyo baada ya ule ubomozi uliinuka tena, wewe ndio huyo ukazindua, and you are smiling. Unajua ukazindua nyumba jipya, magari pale, fleet of cars pale. I mean, kubomoa nyumba hiyo ni part of life. Ni vile mtoto unaweza sana akufe. Na si ati mtoto akikufa leo utakuwa unakula. Utaacha kukula juu mtoto amekufa. Hizo nyumba ni vitu ambayo zinakuja because sikuzaliwa na nyumba. Okay. Ni kitu ambayo nimekuja nikatafuta na nikapata. Ile tu kuenda ukiona nimetoka, nikashikwa, nikatoka, nikarudi, nikanunua gari. Ile tu kupangusa machozi juu. Sasa najaribu kujenga nyumba na inabomolewa. Unapanguza machozi na gari, tena gari la kifahari. Hiyo tu ndio inaweza nisaidia roho. Because kama nyumba nilijenga ya pesa mingi ikabomolewa. Ile nyumba iligharimu pesa ngapi Edifao kujenga? Nyumba nilitumia 30 something million. Around 30 something million. Na I think 31 million. 31 million. Ukiongeza na kununua na vitu zingine nilispend around 40 million. Around 40 million. Na ulikuwa compensated maybe in any way? Hakuna. Kwa hivyo 40 million imeenda kwa drain. Ilienda hivyo, hata sitaki wanilipe. Wakijitokeza wanakulipa 40 million utaki? Asinipe, Mungu atanipea. Okay. Ndivyo ukipewa 40 million sasa hivi hautaki? Hakuna mtu nani huyu atanipea. Na siwezi weka kili yangu nitapewa. Okay. Ile ambayo kili yangu mali iko, Mungu atanipatia zaidi kushinda hiyo. Lakini Defao, hata wakati umekuwa unakuja, nilikuwa nafanya mzaa hapa na Okumu, nasema who is this Defao? Huyu Defao ni former MCA kweli ama? Kwa sababu nimefuatilia maisha yako sana, uko mpaka na msafara, uko mpaka na advance team ile nakwenda kuhakikisha kwamba Defao akifika mambo yawe salama, which is a good thing. Are you really a former MCA ama former MCA ni nafasi tu ambayo ulikuwa unashikilia pale tu ile kutaka labda kusaidia wananchi or something like that, and you're doing bigger and bigger things? Defao nimependa kukaa na watu. Okay. Mimi ni wakati nilitoka nyumbani nilikuja Pangani. Kutoka Pangani kwa na brother yangu tukaenda Mathare. Okay. Mathare North pale. Okay. Sasa Mathare North maisha nililelewa nayo pale ilikuwa maisha ya chini sana. Sasa tukakuwa na vijana tunaongea, tunafanya vitu hapo kwa estate tudogo. Hizi mambo za garbage nini. Paka nikaenda nikajulikana sana. Ndio kwa maana unaona Defao akienda mali watu wanaweza nifuata wengi. Juu wale watu tumesaidiana. Nikipata kitu ambayo naweza kula, siwezi enda peke yangu. Lazima nisikie mkono wa vijana wetu wawili watatu, tuende nayo tujaribu, tukipata huyo mwingine tena atashika mkono ya mwingine. Hiyo ndio kwa maana unaona Defao akitoka niko na watu ambao wanaweza nifuata. Na hiyo ndio kwa maana pia niliamua kuchukua hiyo kiti ya MCA Mathare North. Okay. Hiyo MCA nilichukua tu ambayo ndio nisaidie wale vijana wale ambao wamebaki. Okay. But capacity yangu na MCA MCA ilikuwa chini sana. So ile tu lazima uanze somewhere upate vile utashika mkono wale wengine. Okay. So exactly what do you do? Mimi ni mfanya biashara. Okay. Yes. Hivyo tu. Nafanya biashara hii. Okay. Defao, ile siku umepelekwa pale kwa kituo, ilisha vipi? Labda wale polisi kwa sababu walihisi kwamba umewaambia wanaishi kwa debe, wale kukasirikia labda? Hakuna polisi alinikasirikia hata moja. Tulikuwa tunapiga story. After mmeenda. Tulipelekwa tu hapo tukaingishwa kwa cell. Tukaongea, tukamwambia tupatie simu at least tunaweza ongea na watu wetu. Wale tupatie. Ulikaa kwa cell kwa muda gani? Nililala. Ulilala kwa cell? Na asubuhi tukaenda kotini. But ile charges nilichajiwa nayo. Ile nilienda nayo
kotini tofauti na ile nichajua nayo. Ala. Yes. Ulienda naye kotini wakakuwekea kitu gani? Kotini niliwekwa oking. Mimi ni oka. Kama oka kwa barabara. Hiyo ndio nilienda nayo. Alafu kesi ilisha? Kesi iko kotini. Bado iko kotini. Nilikataa mimi si oka. Ani hata nilikuwa nataka kuuliza, kwani umewahi kufanya kazi ya oking? Hata sijui inakaaje. Umewahi kutana na okas? Labda wale okas, sijui kama hao ndio okas, wale wanauza vitu kwa mabaa. Maybe. Sakali oka ni Sakali umefaulu nani lakini? Nifaa mzee wewe, acha and by the way, ulikuwa MC kwa tamu moja? Nimekuwa kwa tamu moja nikasimama MP. Ukasimama kiti cha ubunge. Kutaka kutafuta second term. Okay. Kwa MC labda ilibadilisha maisha yako kivipi? Being a member of county assembly labda for that period of 5 years ilibadilisha maisha yako kivipi? Unajua mimi nikiingia assembly nilienda na nia kitu ambayo nilikuwa nataka kufanya. That is the reason kwa maana nilienda kukua MCA. But mimi hata bunge ungenipata. Hauko naenda bunge? Nilikuwa naendanga bunge once after? Labda maybe on Thursday. Kwa nini Thursday? Naingia asubuhi Monday na saa inatoka. Sinafanya biashara zingine. Because pale iwezi kulipa. Pale ni ngumu. Difao. Kwani MCA si wanalipwa tu vizuri jamani? My friend. MCA nilisema kitu ingine na bado nitarudia. Sema. MCA hata afadhali waandikwe kwa supermarket. Hao watu wanaumia. Let me tell you. Because unalipwa salary like 150,000. Yes. 150,000 ulichukua loan. Ukatwe zile vitu zinakatwa. At the end of the day, month end unabaki bila hata shilingi moja. Kwa hivyo afadhali uwe mfanyakazi pale, wajariwe pale kwenye supermarket. Badala ya kukua MCA. MCAs wanaumia. So lazima wafanye kitu ichangiwe. So wewe unajutia kwa MCA? Hapana. Haujutii. Lakini ulikuwa unaingia mara moja tu. Niliingia tu mara moja ndio nikaona haiwezekani nikatoka. Wewe wakati ukitafuta kiti cha kwa MCA ulikuwa nadhani kwamba mawazo ambayo ulikuwa nayo yalikuwa makubwa kushinda chenye kubwa sana. Kushinda chenye ulikuta. Yes, wewe ulikuwa unatarajia kitu gani labda? Matarajio yako yalikuwa gani? Unajua wakati niliingia MCA nilifikiri MCA pia iko na zile budget ambayo inapangwa unaweza saidia wananchi. Na pale huwezi saidia wananchi because hata barabara. Vile hiyo barabara imepitishwa wewe hujui. Unakuja kumwambia umepatiwa 200 meters. 200 meters contractor amelipwa. Hakuna hata ule kijana wako wa ward yule ambaye atafanya kazi hapo. Contractor mwenyewe anakuja na watu wake. Na wewe ni MCA pale na uko na vijana ambao pia wako pale kwa ground inafaa wafanye kazi. Hawafanyi. Unless then uende ubembalesane ama upige kelele. Ndio yule contractor apatie wewe watu wawili. Unadhani kwamba ndio maana and this is on a slightly more serious note. Unadhani ndio maana kumekuwa na pendekezo kwamba MCAs wapatiwe ward fund? Afadhali. Okay. Itakuwa imesaidia. Okay. Hao watu wako na problem. Hata kupata hiyo basari. Mwananchi ametegea kuenda shule na but kupata hiyo basari is a problem. Okay. Na ndio maana wengi wa MCAs wanajipata kwamba inabidi wa side na governor waweze kukaa na governor ndio labda wapatie handouts kidogo hapa na pale. Yes, yeah. Ndio unapata hata MCAs wengine wakibaki. Kama ni mtu ana akili labda aingie kuishi. Aingie kuishi. Hata sasa hivi tuko na MC ambaye wako ndani alishikwa. Akaiba. Alishikwa na akachajwa na robbery with violence. Struck to. Yes. Okay. Unafikiri nini inaleta hiyo? So wananchi wa Mathare North wakasema kwamba wanakutaka wewe urudi pale uwe MCA wao. Ni wewe MP. Wananchi because nilitoka MCA na nikamwambia unaona nimejaribu mali naweza. Wale nimesaidia. But hii haiwezi. Because sasa pembe zetu zimejaa kila mahali haraka. Ndio tukaamua kwenda MP na nikasema sasa wacha tungangane na hii. Mbona hukufaulu kitu cha ubunge? Kitu cha ubunge unajua hii party yetu kuna mambo mingi. Chama cha ODM. Okay, ulimaliza nafasi ya ngapi? Nilisimama. Okay. Ama kwenye nomination. Okay. Kama leo kesho ni nomination by saa 2 usiku imekuwa cancel.
Okay. Na mtu akapewa ticket direct. Alikuwa ni TJ. Mbunge wa sasa. TJ Kajwang'. Akapewa ticket direct. Ikakuwa sasa ni hivyo. Okay. So Defao nomination yote ilifanyika under Ruaraka constituency. So Defao wewe ukasimama na independent. Nilienda independent. Ulienda independent. Yes. Kura zako zilitosha ngapi vile? Kura zangu zilikuwa kidogo because nilikuwa nimefuruga. Unajua wakati nilitolewa nomination nilikasirika na nikafuruga. Ile hasira ikaweka nikafuruga. Kuvuruga unamaanisha nini? Nilienda nikafuruga Orange House. Okay. Nilienda huko na vijana, ikakuwa mambo hivyo 1 2 3. Kwa hivyo ulikuwa good. Sikuwa gun, ni ile hasira hata watu. Ama ulienda na gun. Hata hawa bunge ama governor akitafuta tiketi yake, nyuma yake lazima muone pikipiki kama 500. Hao ni guns. Sio gun, hakuna gun hii Kenya. Hao ni vijana wetu ambao tumezaa. Ile wanatetea wananchi wale wanatutetea sisi wenyewe. Ndio tupate ile haki yetu, ndio tuwasaidie pale kwa ground. Hakuna guns. Unasema hakuna guns? No. Gun nani? Ule mtoto wako umezaa utakubali aitwe gun? Ni mtoto wako? No. Yes. Sasa hakuna gun. Ni wale viongozi ambao wanatumia vijana. Ndiye akisatumia vijana vibaya, sasa huyo ndiye anaita hao vijana guns. Akishawatumia. Akisawatumia vibaya. Hiyo kiongozi ndiye atamwambia vijana aende upige ule mtu ananitukana. So Defao bado unawania kiti cha ubunge Ruaraka. Yes. Sasa how different is it this time round? Kwa sababu bado TJ yuko pale, ODM bado yuko pale. So wakati huu kwani umekujaje ama vijana umeongeza idadi? Ni nguvu yangu nimeongeza pale kwa ground. Na ile pia unajua uwezi pewa kila siku. Alipewa direct. Baba alimpea. Saa hii lazima kazi ile ambayo umefanya ndio wananchi watakuchagua naye. Kajwang' sasa kwa Ruaraka term 3. Yeah. Na kuna changes ya maisha ya vijana wale wako pale. Sasa wakati hii kulingana na kazi ambayo umefanya, umeandika vijana wangapi? Hiyo ndita itamsaidia ndiye apate. So wewe the same round unaenda nomination ama? Mimi niko sure na TJ Kajwang'. Ikikuja nomination hata dakika 5 siwezi maliza naye. That is what I want. Boxing. Siwezi. Kwani utakuwa ile kura inapigwa imepangwa hapa. Kwani utakuwa unampiga KOT? Knockout. Nitakuwa nimempiga knockout. Hawezi pata. Na anajua, hata yeye mwenyewe anajua. Hata ukiniuliza leo ni shida gani iko Ruaraka, atakwambia ni Defao. Anajua, sio rahisi. Defao ameleta shida gani? Unajua mimi ni mtu wa vijana. Naingia kwa ground anytime. Mimi nikitaka kuingia Ruaraka, hata kuna areas Ruaraka huwezi ingia. Sio rahisi. Na mimi naenda peke yangu. Siendi na security yoyote. Na drive gari yangu peke yangu. Naenda. Ni saa itoka nikaenda pale kwa river pale chini Korokocho. Hapa kuna mtu anaenda. Sio rahisi. Hata hawa siasa politician wakubwa wakitaka kuenda lazima walete polisi. But mimi naenda na kaanga na hapo chini tukipiga story. Okay. Kwa hivyo unawania kiti cha ubunge pale Ruaraka. Baadhi mbona unataka kuwa mbunge zaidi ya kwamba unapendwa au kuna vijana unaingia mahali watu wengine waingi. Kwa nini unataka kuwa mbunge? Because ile ambayo niko nayo kidogo iwezi nisaidia kusaidia vijana wote. Nataka at least nikiingia pale bunge nipate njia ambayo naweza ajiri vijana wapate kazi. Zile mali wamekosiwa kama zile area yatengenezwa wapate vile zitatengenezwa. Na ndio tulete security ya kutosa pale Ruaraka. Okay. Vijana wakikuwa na kazi, insecurity itakuwa. I hope this time round umefanya research vizuri. Unajua ulisema MCA uliingia ukidhani ukaingia ukapata hakuna kitu huko ndani. Nimefanya research ya kutosa. Kwa sababu unaweza ingia ubunge ukatuambia kwamba afadhali kuwa makanga badala kwa MP ama kwa hoka. Afadhali kwa hoka kushinda kwa MP. Sasa unataka ugavana. Unajua bunge kila kitu ya hii Kenya ni bunge ndio inatengeneza. Okay, sawa. Dakika 25 kabla kufika 3 kamili tuko na Jared Okode maarufu kama Defao. Sema kwamba jamaa anaishi kwa madebe bwana. Defao. Unajua penye tunatoka mimi na wewe kuna dhana fulani kwamba tunapenda sana vitu ambavyo lavish. Inaitwa opulence. Opulence. Defao magari 7 ama ni 6? Ni 7. Magari 7. Yote ni kazi gani Defao jamani? Ama unapenda tu? Napenda tu kuwa na magari.
Penda tu kuna magari. Mimi ni mtu niko na familia kubwa. Yes. Niko na watoto pale. Watoto 10 niko na watoto 10. Sasa labda mama ametoka na gari asubuhi, nimetoka na gari. Kuna mtoto pia labda anataka kwenda mahali. Ama tumemtuma mahali. Atachukua gari. Ende naye afanye vitu zake arudi kwa nyumba. Alafu kuna wale ambao wanataka kucheza na toy, wanaweza kuchukua gari moja wakacheza nayo kama toy. Toy hawezi cheza nayo. Ile tu kubwa. Ule mtoto ambaye amemaliza shule ndio ameruhusiwa kuchukua gari. Oh, okay. How old is your first born? Mdogo bado ako kwa shule. Hapana. First born wako akona miaka mingapi? First born wangu akona 21 years. Akona 21 years. Kwa hivyo huyo ni mtu ambaye anaweza tumwa na gari mahali. Huyo anaweza tumwa. Alafu na wewe pia unaweza badilisha gari hapa na pale. Nikitaka hii naweza toka na hii. Labda ingine pia inaweza haribika. Uko na gari mingi ni muhimu. Ngozi ingine inaweza haribika na una pesa. Sasa bado life inasonga. The cheapest car you have is how much? Ni 5.5. Atuulizi the most expensive. Ni kama umeelewa vibaya. Oh, that is the cheapest. Yes, yeah. 5 point something. Ambalo ni gani? Audi. Ude found nani? Bado unajua kuna story moja nimekuwa nasoma hapa. By the way unahusika na I know this is more maybe private, but nilikuwa nasoma story moja hapa. Former MCA General Defao urges people with gold to reach out. Says will be in Nakuru today. I don't know kama ni porojo ama ni ukweli. Upo katika masuala ya biashara ya dhahabu pia? Dhahabu na dhahabu. Oh, unanunua dhahabu. Nanunua dhahabu. Oh, kwa hivyo watu ambao wako na dhahabu wewe ni soko kabisa? Nanunua. Unajua hiyo story ya dhahabu, kumekuwa na mambo mengi sana ya watu kulagaiwa dhahabu, sijui nini, kuna watu wa kokotini especially wazungu. Nimeona hizo stories zikitrend sana pale. Kwa hivyo yako ni legit? Mimi yangu ni legit, file yangu iko very clean. Okay. Yangu ni tu labda ukue na gold yako hapo. Okay. Ukue na sida yako, labda ulipewa chain, labda uliletewa kama gift. Unajua wakati uko na shida ni kitu yako ndio unaweza uza. Labda ukue na yako niuzie hiyo. Naipenda tu. Okay. Na tena siuzi. Okay. Ni zangu tu za kukaa nayo hapo kwa nyumba. Okay. Uliingiliaje biashara ya dhahabu? Unajua ni biashara ya na wewe ni mtu hapo Mathare tu, umesema wewe ni mtu tu ulikaa pale Mathare nini. Kuingia kwa dhahabu ni kukaa na marafiki. Okay. Kuna rafiki zangu ambayo wako na maduka hapa town. Okay. Hizi duka tudogo hizi za dhahabu. Ambayo wanauza dhahabu. Okay. Sasa tunaongea, tunapatiana ideas. Yeah. Okay. Hapo ndio nikadecide kuingia kwa dhahabu. You are a very powerful man, right? No, mimi siko powerful sana. Mimi ni Defao, ni binadamu tu kama kawaida. Okay. Ni ile tu naweza sema mimi ni asla mjanja. Okay. Si asla wa kuuza kuku. Mimi ni asla wa kuuza kuku, but use kuku but kuwa mjanja. Okay. Because unaweza uza hiyo kuku na at the end of the day hiyo kuku itakusaidia. Kwa hivyo ni hustle ambayo unajua kuishi mjini. Najua kuishi mjini. Defao, unazungumzia vipi wanasiasa? Wewe kuwa mmoja wao. What's your take on politicians that is? Kwa sababu Wakenya wamehisi kusema kwamba wanasiasa ni watu ambao kwamba si wasema kweli. Ni watu ambao wako na ahadi nyingi za uongo. What do you have to say about politicians? You being one of them. Unajua kukuwa mwanasiasa watu kusema wako na projo na hizo uongo mingi. Mimi sioni kama ni ukweli because labda let's say kama sasa for example nilikuwa MCA pale Mathare. Niliahidi watu nitatengeneza barabara, nitapeleka watu ni watafutia ajira, vitu kama hizo. Na wakati wewe mwenyewe MC hauna hiyo budget. Na una promise hizo vitu zote. Na umepromise na huna hiyo budget. Hauna hiyo budget. Unajua wakati tulisimama tulijua hizo vitu ziko. But wakati tumeingia on the system hakuna hizo vitu. Sasa hiyo ndio itaweka ukue wewe ni muongo. Juu hiyo kitu ulitarajia wananchi watapata na wajapata. Hiyo ndio inaweza weka ukue ni muongo. But mimi sioni kama watu wanasema watu ni waongo. Because sasa naweza sema nitatengeneza hii barabara. Na hii barabara pesa yake hajatoka. Nimejaribu vile naweza hiyo pesa hajatoka. Yes. Which means sikudanganya hawa watu. Nilisema nitafanya but sijapata hiyo fancy ya kufanya nini? Nitengeneza. Mbona usikuje tu waambie watu kwamba imeshindikana? Mbona uendelee kutoa promise? Unajua wananchi hata ukimwambia imeshindikana, ulienda pale kufanya nini?
kama itasindikana. Ulienda pale kutetea wananchi. Sasa lazima utafute tule lugha ambayo utawaongeleza watulie. Wajua hukumu anatumia maneno mengi kuuliza tu swali la moja kwa moja wakati anasema uongo sijui nini. Unazungumziaje utendakazi wa Rais William Ruto ndani ya miaka 4 iliyopita? Sijasema ni muongo, but I'm just asking. Mimi kama Defao. Yes, of course ni wewe. Mimi kama Defao. In fact tumekaa na presidents wengi hapa Kenya. Okay. But juzi nikienda Nakuru, nilikuwa nimepita hiyo barabara. Imekuwa na lot of jam every now and then. Sasa inatengenezwa. Mimi kama Defao naweza sema President William Ruto anafanya kazi. Okay. Na sijawahi ona ule president ambayo anafanya kazi vile William Ruto amefanya kazi. Okay. Ile tu labda there's kitu ambayo imeingilia kwa wananchi na propaganda. Kusema President Ruto afanye kazi. Lakini ukiangalia hizi mambo za affordable. Compare zile president ambayo wametoka. Ukiangalia affordable ni kila mahali. Watu wameleta propaganda kuhusu Kikomba, sasa angalia mali Kikomba iko. Mimi kama Defao na watu wangu wa Raraka tutasema Ruto anafanya kazi. Lakini kuna Wakenya na wengi umesema wewe unatangamana na vijana. Kuna Wakenya wengi wanasema kwamba kipato chao pale mezani kimeshuka kabisa, they are really struggling to get basic needs. Watu wako pale Raraka, ulitaja Korogocho kama sijakosea. Yes, hali yao ikoje unapozungumzia uwezo wa kuweza kupata riziki na kuweza kupata mkate wao siku? Hali yao is it worse, is it better, you know? Ni ngumu. But sisi pia tujitokeze tukitafuta. Unajua uwezi kaa kwa mlango ungoje ati hali yako itakuwa rahisi. Ile kitu naweza mwambia watu wangu pia watoke wakitafuta. Okay, watu watoka watafute. Tuko na Defao. Ukipenda unamuita Jared Okode ambaye ni former member of county assembly MCA county Nairobi bila shaka, sio? Pale Mathare North. 0719012700 nambari yetu ya simu. Kama kuna lolote la kumwambia Defao ndani ya studio tunakupa nafasi. Job, mambo vipi? Yoba kutoka Ngwaru mwenyewe. Karibu sana, zungumza na Defao baba. Defao vipi? Poa sana bro. Mzee, sera zako nzuri. Kutembelea vijana hiyo ni nzuri sana, watafutie kazi bwana kushaingia. Naomba Mungu. Okay, afenda mwanshelo. Wanakuita nani kutoka wapi dadi? Mimi naitwa Sami kutoka Mombasa. Zungumza na Defao ndugu yangu. General Defao. Mambo bro. Mazee, Mungu akubariki sana. For the first time nakwambia nimesikia sera zako, hata mimi mwenyewe pia niko tempted kuhamisha Qur'an kuletea Ruaraka. Asante sana. Kwa nini Defao anawapa vijana kitu gani bwana? Solomon, mambo vipi? Niko salama, labda nyinyi hapo studio. Hatujambo baba. Zungumza na Defao baba. Defao nampongeza, amepea postura kwa motivate, lakini sasa kusema kazi ya supermarket inashinda MCA, vijana wao tutalose hope tena. Dan boy. Inakuaje sakazi na hukumu? Tuko salama, karibu bwana. Zungumza na Defao. Mheshimiwa. Halo mheshimiwa. Habari yako bro? Uko vipi? Niko salama. Hadi mimi nashukuru, naongea na Danboy kutoka Nakuru. Asante Danu. Mimi nakufuatilia sana, endelea hivyo hivyo na hiyo roho yako safi, unasaidia sana. Shukrani sana Dan boy. Sakali Jumapili 3. Kuna huyu anasema I'm more than ready that my MP Ruaraka constituency. Huyu ashakupigia kura, anaitwa Nichols Bedoga Jams. Alafu kuna huyu anasema salimia Defao David Oduor. Huyu anasema gotea yeye ati unahisi kwa debe. Tyson Mwashi. Mwingine anasema Morris Amusavi anasema bado yayo hayo unahisi kwa debe, hakuna kitu utaniambia. Alafu Dennis Mwite anasema okay, anazungumzia kitu tofauti. Kisha labda huyu anasemaje, Masia Isam Omar anasema generali mwenyewe amefurahi kwamba uko ndani ya studio. Sema jamaa wa vikombe. Hiyo story yako ya vikombe ndio. I mean, Defao haujutii kusema kwamba polisi wanaishi kwa vikombe na madebe, kwa sababu hii sasa ni kama imekwama. But tukikosa kusema ukweli, ni nani ataongelewa asaidiwe? Lazima tuseme. Na the first thing nikiingia bunge, Mungu ajali, bunge. Yes. Hiyo ndio msaada ambayo nitapeleka huko. Unapeleka mswada? Mswada. Wa kuboresha maisha ya polisi. Yes, yeah. How? What do you want to change about maisha ya polisi? Kwanza number 1, wapate vile wanaweza ishi kwa environment nzuri. Yes.
Hiyo ndio muhimu, because hata sisi ukitafuta, unatafutia mtoto wako yakae kwa environment mzuri. Yeah, sitakubali mtoto wangu aende afanye kazi ya polisi ya kisi kwa hiyo debe, kesho yake apate pneumonia akuje mimi ndio tumtibu. Lakini Defao, kumekuwa na juhudi kama hizo za kubadilisha polisi na mazingira ambayo polisi wanaishi ndani. Unadhani kwamba we've not done enough kuweza kuimarisha hata uhusiano wa polisi na wananchi? By the way, sasa hivi tunazungumzia paka kabisa uhusiano ya polisi na wananchi sio mbaya kama kitambo. Okay. But juu watu wamepiga kelele. Okay. The more hii pia tukipigia kelele, okay, at least watapata nini? Makazi mazuri. Yeah. Okay. Asante bana. Shukrani sana General Defao. Kaka hukumu nadhani tukafungia hapo. Yes, bila shaka tunamalizia pale. Defao, watu wako Ruaraka wanategea sasa hivi bana. Ukitoka bila kuwataja itakuwa ni kesi. Okay. Asante. Kwa watu wangu wa Ruaraka kutoka Mathare North hadi Babadogo, Lakisama, Korokocho, Utali, wote naomba tusaidiane, tulete maisha mzuri pale Ruaraka, na mimi kila siku niko na nyinyi na nitakuwa na nyinyi mpaka dakika la mwisho. Okay. Asante. Jared Okode maarufu kama Defao, former Mathare North MCA. Yes. Defao, tunakutakia kila laheri bwana.